Yes, mambo vipi? Ebana, katika wiki hii matokeo makubwa ambayo yametazamwa na watu wengi ni moja kati ya mechi kubwa ambayo ilichezwa siku ya jana, Young Africans wakiwakaribisha Pamba Jiji, mechi ambayo ilitamatika kwa Young Africans kwa kujiandikia ushindi wa mabao matatu ambayo walijinyakulia na pointi zote tatu wakabakisha kwenye mkoba wao. Wameanza mwanzo mzuri wa kutetea ubingwa wao na kulisaka taji kwa mara nyingine kwa msimu huu wa 2025-2026. Mechi kali, mechi ya kukatana shoka ambayo iliwakutanisha wanaume hawa kutoka Mwanza, Pamba Jiji, na wanaume kutoka hapa Dar es Salaam ambao makao makuu yao ni Twiga na Jangwani. Tunazungumzia Young Africans, moja kati ya performance ambazo zimebaki zikizungumziwa na wachambuzi wengi kwa masuala ya michezo. Ni performance ya klabu ya Young Africans. Bado tuna maswali mengi ya kujiuliza juu ya kocha wa klabu ya Young Africans, Romain Folz, juu ya wachezaji ambao na wapanga katika mechi. Ni vile ambavyo labda klabu haijawa na muunganiko, wachezaji bado hawajawa na muunganiko, ama wachezaji ambao wamesajiliwa katika klabu hiyo ya Young Africans hawana uwezo ambao ulikuwa unazungumziwa kabla na baada ya kusajiliwa. Hilo ni swali la kujiuliza. Bado tuna mashaka na uwezo wa Musa Bala Konta ambaye alitajwa kuja kufanya mambo makubwa, na kwa ukubwa zaidi, hasa alivyotajwa kuja kuwa mrithi wa Red Aucho, ambaye Red Aucho ameondoka katika kikosi hicho cha Young Africans na kutumikia huko Singida. Bado performance ya Musa Bala Konta haijawaridhisha mashabiki wa klabu ya Young Africans. Wachambuzi wengi wa masuala ya michezo wamekuwa wakizungumzia juu ya uwezo na juu ya performance ya Musa Bala Konta ambayo imeonyeshwa katika mchezo wa jana ambao Young Africans waliwakaribisha Pamba Jiji. Bado kuna namna Musa Bala Konta hatoshi ama haenei katika eneo la kiungo katika kikosi cha Young Africans. Second half na first half vilikuwa ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa wewe mwanafamilia ambaye ulipata muda wa kuangalia mpira, basi utaweza kuelewa ni nini ninachokizungumzia. Performance ya chini sana iliyofanywa katika kipindi cha kwanza haiwezi kulingana na high performance ambayo ilifanywa kwa kipindi cha pili. Momo Dumbia, Rasine Kouma, Pacome Predozo Zwa, Aziz Andambwile wanatengeneza chemistry nzuri endapo kama kocha Romain Folz ataweza kuona hili na kuwafanya hawa wote wawe katika timu moja ambayo itakuwa ni timu moja hatari sana katika klabu hiyo ya Young Africans. Bado kwa upande wa Ande Boyer ni mchezaji ambaye ametoka katika majeraha. Alikuwa anasumbuliwa na majeraha kadhaa katika wiki kadhaa za nyuma. Alikuwa anasumbuliwa na majeraha na jana ukawa ni mchezo wake wa kwanza toka atoke kwenye majeraha. Tunaona mikimbio yake, nafasi alizokuwa anatengeneza, japo hakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuscore bao lolote, lakini unaona kabisa kwamba kiwango kikubwa, kiwango kizuri kimeonyeshwa na mchezaji huyu. Endapo kama atarecover vizuri, unaona kabisa kwamba Prince Mpumelelo Dube huenda akawa na nafasi chache sana katika klabu hiyo ya Young Africans na kikosi cha Romain Folz, kutokana kwamba Ande Boyer ni mchezaji ambaye unaona kabisa anafanya kazi kubwa anapokuwa katika pitch. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Young Africans jana mara baada ya kutamatika kwa mchezo niliweza kuleta highlights na matokeo ya mchezo. Comment zikawa nyingi sana, na baadhi ya comment ambazo nimezichambua na kuona ni zamana ni ile comment ambayo mja ama mwanafamilia wa H&T Media, mtazamaji wetu, aliweza kututumia comment yake na kusema kwamba Musa Bala Konta ni mchezaji ambaye ametoka katika majeraha, na hiyo performance ambayo alionyesha ni kutokana kwamba amekosekana katika mechi kadhaa, na hiyo bado anauoga juu ya performance yake ambayo anaionyesha. Kwa hiyo waendelee kumwamini na kumpa nafasi nyingi zaidi, ataweza kuwa ni mchezaji mmoja mzuri, kwa sababu hata Red Aucho hakufika tu katika klabu ya Young Africans yakawa na kiwango hicho ambacho alitoka nacho katika klabu ya Young Africans. Red Aucho kama tunakumbuka vizuri alikuwa alivofika
katika msimu wake wa kwanza alikuwa na kiwango cha kawaida sana, kitu ambacho watu hawakuamini kama atakuja kupick kama alivyokuwa wakati anaondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo umbo la Musa Bara Conte, urefu, mwili alionao na nguvu alizonazo bado vinamdhihirishia kwamba atakuja kuwa ni mchezaji mzuri, licha ya kwamba kuna watu wanaamini kwamba alikuwa anabebwa na ubora wa ligi yao huko Tunisia alikokuwa, lakini hana uwezo wa kumfikia Khalid Aucho. Hiyo ilikuwa ni moja ya comment ambayo tuliona ni moja kati ya comment nzuri ambayo alijaribu kuzungumzia uwezo wa Musa Bara Conte, hasa katika performance ambayo anaionyesha katika klabu ya Young Africans, na hasa katika mchezo wa jana ambapo aliaminiwa na kupewa dakika nyingi ambazo bado hakuzitendea haki. Lassina Coman ni mchezaji ambaye jana alipewa nafasi naye na kuiandikia klabu ya Young Africans bao la kwanza katika dakika ya 45 dakika za nyongeza. Unaona kabisa kwamba huyo ni mchezaji ambaye atafanya makubwa katika klabu hiyo ya Young Africans endapo kama Romain Folz, head coach wa klabu ya Young Africans, ataona kitu kikubwa cha kufanya na ambacho kitaweza kuunda timu, ni pamoja na kumtumia Lassina Coman, mchezaji ambaye alikuwa na mikimbio sahihi, ametengeneza nafasi nyingi, ameanzisha mashambulizi mengi, licha ya kwamba mashambulizi mengi na nafasi nyingi ambazo amezitengeneza zilikuwa zinaishia kwa Max Perez Ngeri, ambaye jana hakuwa na performance nzuri, licha ya kwamba ameanza vizuri na kuwa man of the match, lakini mashambulizi mengi sana yamefia kwa Max Perez Ngeri, hasa katika mipira ambayo ilikuwa inatengenezwa na Lassina Coman. Lassina Coman alijipambanua na kuiandikia klabu hiyo Young Africans bao la kwanza la kuongoza katika kipindi cha kwanza, na unaona kabisa ni mchezaji ambaye yuko sahihi katika kila kitu ambacho anakifanya. Kuna mchezaji kama Celestini Yakua ni mchezaji ambaye alizungumzwa kwa ukubwa wakati anasajiliwa, lakini imekuwa tofauti na performance yake. Ni mchezaji ambaye anapapara, hatulii, hasa anapokuwa katika eneo la kumalizia ili kuipa faida klabu, yeye anakuwa anapapara sana. Tumeona jana ametengenezewa nafasi nyingi lakini akashindwa kuscore, na mipira mingi ambayo alicheza shoot of target 2 ambazo zilikuwa ni za wazi kabisa za kuamua matokeo katika klabu ya Young Africans. Bado tunamuona mchezaji huyu hana utulivu katika eneo la kumalizia ama eneo la finishing katika klabu hiyo ya Young Africans, licha ya kwamba ni winga ambaye anafanya vizuri sana, ana mikimbio sahihi na anafanya makubwa, hasa anavyokuwa katika eneo la penetration katika lango la mpinzani. Bado anaaminiwa na kocha Romain Folz katika kikosi hiko cha Young Africans, lakini kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa upande wa Celestini Yakua ni kuhakikisha kwamba anaongeza umakini katika eneo la kumalizia ama eneo la finishing ili kuipa faida klabu ya Young Africans. Bado mashabiki wa klabu ya Young Africans ni kama hawamuelewi Romain Folz, head coach wa klabu ya Young Africans, kutokana na jinsi ambavyo anachezesha na jinsi ambavyo kikosi anakitengeneza. Lakini kitu ambacho inatakiwa watu wajue kwamba hata Miguel Angel Gamond wakati anakuja katika klabu ya Young Africans, msimu wake wa kwanza haukuwa mzuri sana. Kama tunakumbuka vizuri, kwa upande wa Miguel Gamond katika mechi za awali kama hivi za ambazo amecheza Romain Folz, yeye alipoteza baadhi ya mechi, lakini kwa upande wa Romain Folz hajapoteza mechi yoyote. Amecheza mechi 3 za kiushindani na zote ameshinda, akiwa amejikusanyia mabao 7 katika mechi 3 ambazo amecheza za kiushindani, akiwa na clean sheet zote. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni moja kati ya performance nzuri ambayo inaonyeshwa na kocha wa klabu ya Young Africans. Bana, endelea kwa pamoja nasi hapa ili tuje tukupe taarifa na yale yote mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea katika klabu hiyo ya Young Africans, hasa kuhusiana na alichokizungumza rais wa klabu ya Young Africans kuhusiana na performance na mwendelezo wa kocha Romain Folz.